Karibu sana mtazamaji wa Manyuzi TV kuendelea kupata dondoo za kimichezo kutoka hapa. Bwana, siku ya leo ya Aprili 11 mwaka 2026 katika ligi ya CRDB Federation Cup 2026 kulikuwa na michezo miwili. Moja kati ya mchezo ulikuwa ni Young African Sports Club dhidi ya TMA Stars. Mchezo huo ambao umepigwa majira ya saa 12:30 jioni katika dimba la KMC Stadium Mwenge jijini Dar es Salaam, uwanja wa nyumbani wa klabu ya soka ya Young African Sports Club. Yanga ameweza kuibuka na ushindi wa goli moja, goli lililopatikana kwa tabu. Katika kipindi cha pili cha mchezo huo, klabu ya soka ya Young African Sports Club wakisalia na goli moja tu mpaka dakika 90 ya mchezo huo, limeweza kuwavusha kutoka katika hatua ya 16 bora kuifikia hatua ya robo finali ya michuano hiyo ya CRDB Federation Cup 2026. Miongoni mwa mambo ambayo yamepelekea mchezo wa siku ya leo kuwa mgumu ni pamoja na kikosi hiko cha wananchi Young African Sports Club kuja na formation ambayo ilichukulia kuidharau klabu ya soka ya TMA Stars, licha kuwa TMA Stars ilijipanga vizuri kukabiliana na klabu ya soka ya Young African Sports Club. Young Africans iliweza kupata chance nyingi za kuhakikisha wanapata ushindi katika mchezo huo na kuzichezea. Magoli ya wazi kabisa yalionekana kukoswa na wachezaji nguli wa klabu ya soka ya Yanga, akiwemo Pacome Zouzoua akikosa nafasi za wazi. Max pia Nzengeri, mfungaji wa goli pekee la klabu ya soka ya Young African Sports Club, aliweza pia kukosa nafasi kadhaa za wazi na kuitumia nafasi moja ambayo imesababisha goli katika mchezo wa siku ya leo. Max Nzengeri pia ametajwa kama mchezaji bora wa mchezo, man of the match, akichukua kitita chake cha $500,000 baada ya mchezo huo kumalizika. Wachambuzi mbalimbali wa soka nchini Tanzania wakikisifu kikosi cha TMA Stars baada ya kuikazia klabu ya soka ya Young African Sports Club kuondoka na ushindi wa goli moja tu, tofauti na fikra za watu wengi kudhani kwamba mchezo huo ungefurika magoli mengi kwa upande wa klabu ya soka ya TMA Stars yakifungwa na klabu ya soka ya Young African. Klabu ya soka ya wananchi Young African Sports Club baada ya ushindi wake wa siku ya leo wa goli moja na kutinga katika hatua ya robo finali ya michuano hii ya CRDB Federation Cup, anaungana na timu tatu ambazo tayari zimeshaingia katika hatua ya robo finali ya michuano hii, ikiwemo klabu ya soka ya JKT Tanzania, Mashujaa FC pamoja na Coastal Union ya Tanga. Baada ya ushindi wake wa mapema siku ya leo, mchezo uliopigwa majira ya saa 10 jioni, Coastal Union dhidi ya Pamba Jiji FC, Coastal aliweza kuibuka na ushindi wa magoli mawili na kuvuka katika hatua ya 16 bora kuelekea katika hatua ya robo finali ya michuano ya CRDB Federation Cup 2026. Siku ya kesho pia ya Jumapili Aprili 12, 2026 kutakuwa na michezo mingine pia takriban 4 ya ligi hii ya CRDB Federation Cup 2026, pamoja na mchezo wa Simba Sports Club versus Dodoma Jiji FC, mchezo utakaopigwa majira ya saa 10 jioni. Singida Black Stars dhidi ya Mbeya City FC, mchezo utakaopigwa majira ya saa 10 jioni. Namungo FC dhidi ya TRA United, mchezo utakaopigwa majira ya saa 10 jioni. Azam Football Club versus Fountain Gate, mchezo utakaopigwa majira ya saa 3 kamili usiku. Bwana, hayo ndo matokeo ya mchezo wa siku ya leo. Young African Sports Club dhidi ya TMA Stars, na Young African Sports Club kuibuka na ushindi wa goli moja na kuvuka katika hatua ya 16 bora kuelekea robo finali ya michuano ya CRDB Federation Cup. Endelea kufuatilia Manyuzi TV kwa kupata dondoo mbalimbali za kimichezo, teki, burudani pamoja na habari za kijamii. Usiache kusubscribe kama ni mtembeleaji wa mara ya kwanza kwenye chaneli hii. Tukutane tena hapo baadaye.